Katika mabadiliko makubwa ya hali ya vita vya Gaza, jeshi la Israel limeanza rasmi kuondoa wanajeshi wake nyuma mstari uliokubaliwa chini ya makubaliano mapya ya amani. Hatua hii imezua matumaini mapya miongoni mwa Wapalestina waliokuwa wameyakimbia makazi yao, huku familia nyingi zikianza kurejea kutoka kusini mwa ukanda wa Gaza kuelekea kaskazini. Hatua hii inakuja baada ya serikali ya Israel kuidhinisha rasmi awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hamas. Makubaliano hayo yalijadiliwa kwa miezi kadhaa kupitia upatanishi wa Misri, Qatar na Marekani. Yanatarajiwa kuona mateka wakibadilishwa kati ya pande mbili, Israel ikiondoka katika baadhi ya maeneo ya Gaza. Lakini licha ya hatua hii kuonekana kama mwanga wa matumaini, bado kuna maswali mengi yasiyo na majibu kuhusu mustakabali wa amani ya kudumu katika eneo hilo lenye misukosuko ya kihistoria. Khalil Al-Hayya, mkuu wa timu ya majadiliano ya Hamas, amesema kuwa kundi hilo limepokea dhamana kutoka Marekani na wapatanishi wengine kwamba makubaliano haya yanamaanisha vita vimeisha kabisa. Kauli yake imeleta hisia mchanganyiko. Kwa upande mmoja ni tangazo la ushindi wa kisiasa kwa Hamas, lakini kwa upande mwingine ni changamoto ya kisiasa kwa serikali ya Israel ambayo inakabiliwa na shinikizo kutoka kwa wananchi wake waliopoteza ndugu na wengine ambao bado ni mateka na hawajarudi nyumbani. Serikali ya Israel kupitia baraza lake la mawaziri ilithibitisha mpango huo wa amani mapema alfajiri ya Ijumaa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, mpango huo unatarajiwa kusitisha mapigano ndani ya saa 24 huku Hamas ikipewa muda wa masaa 72 kuachilia mateka wa Kiisrael. Kwa wengi huu unaweza kuwa mwanzo wa kipindi kipya, lakini kwa wengine ni mapumziko mafupi kabla ya dhoruba nyingine. Tangu Oktoba mwaka 2023, mzozo wa Israel na Palestina umegharimu maisha ya zaidi ya watu 67,000, idadi ambayo inazidi mara kadhaa idadi ya waliopoteza maisha katika mzozo wa mwaka 2014. Wengine takriban 170,000 wamejeruhiwa na maelfu zaidi bado wanahofiwa kuwa wamezikwa chini ya vifusi vya majengo yaliyosambaratishwa na mashambulizi ya anga. Kwa upande wa Israel, watu 1139 waliuawa wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023, tukio ambalo lilianzisha vita vikubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ya ukanda huo. Karibu watu 200 walichukuliwa mateka na baadhi yao hadi sasa hawajulikani waliko. Kwa familia nyingi za Gaza, hatua ya jeshi la Israel kujiondoa nyuma mstari uliokubaliwa inachukuliwa kama fursa ya kuanza upya. Lakini changamoto kubwa ipo mbele yao: miji iliyoharibiwa, huduma za afya zilizoporomoka na ukosefu wa maji safi na chakula. Hata hivyo, licha ya hayo, matumaini hayajazimika. Katika mitaa ya Jabalia, Khan Younis na Deir al-Balah, watu wanazungumza kwa sauti ya matumaini kwamba labda safari hii itakuwa kweli ni mwisho wa vita. Kwa upande wa kimataifa, Marekani imeelezwa kuwa na jukumu kubwa katika kufanikisha awamu hii ya kwanza. Lakini wachambuzi wanasema bila suluhisho la kisiasa lenye kuhusisha haki kamili kwa Palestina, mpango huu unaweza kuwa mapumziko ya muda, si mwisho wa mgogoro. Rais wa Marekani amepongeza hatua hiyo akisema ni mwanzo wa njia ndefu kuelekea amani ya kweli. Lakini wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema njia hiyo bado imejaa vizuizi, hasa kutokana na kutokuwepo kwa uaminifu wa kweli kati ya pande mbili. Katika mitaa ya Gaza, adhana ya jioni inasikika tena juu ya magorofa ya misikiti iliyoharibiwa. Ni sauti ya imani, matumaini na wito wa kuendelea kuishi licha ya maumivu. Kwa baadhi hii ni ishara ya mwanzo mpya, lakini kwa wengine ni ukumbusho kwamba amani bado ni ndoto isiyokamilika. Wakati jeshi la Israel likirudi nyuma na familia zikianza kurejea makwao, dunia inatazama kwa makini. Je, hii itakuwa kweli hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu, au ni ukurasa mwingine wa historia ndefu ya damu, machozi na matumaini yaliyovunjika? Kutoka Gaza hadi Tel Aviv, kutoka Washington hadi Doha, ulimwengu unasubiri kuona kama silaha zitanyamaza kweli. Penzi mtazamaji, sio kwa kuna maoni gani kuhusiana na taarifa hizi ambapo taifa la Palestina na Israel wamefikia mstari wa makubaliano katika awamu ya kwanza ya kuachisha vita ambavyo vinaendelea, ambavyo viliweza kupoteza maisha ya zaidi ya watu 67,000 kulingana na ripoti za kuaminika. Na sasa ni kwamba jeshi la Israel limeanza kutoka katika eneo hilo la Palestina ama katika eneo hilo la Gaza, na watu wanaanza kurejea makwao.
na sasa ni rasmi basi huenda adhana za jioni zikaanza kusikika kwenye misikiti iliyobomolewa katika maeneo ya Gaza. Ni furaha kwao manake ukiangalia picha ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni kwamba utaona wananchi wengi katika eneo la Gaza wanashangilia huku wakipeperusha bendera za Marekani wakiashiria kwamba baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, kutangaza rasmi makubaliano hayo ambayo yamefikiwa Ijumaa asubuhi ya kusitisha vita kati ya Palestina na Israel. Je, vita hivi sasa vitakuwa vimeisha rasmi ama ni mapumziko ya muda mfupi kabla ya kurejea tena? Kwa wengi wanahisi labda bado vipo vizuizi hapa na pale ya vita hivi na wanahoji huenda vikarudi, lakini kwa Donald Trump anasema amani ya kweli sasa imetawala na vita hivi vimekwisha. Je, kwako unahisi vita hivi vimekwisha au vimeenda tu kwenye mapumziko mafupi? Mpenzi mtazamaji, naweza kutuachia maoni yako hapa ndani ya Stream K. Kumbuka ni vita ambavyo vilianza tokea Oktoba mwaka 2023. Watu zaidi ya 1139 katika nchi ya Israel wameweza kutekwa, lakini watu zaidi ya 1067 wameweza kupoteza maisha na wengine wakihofiwa kufunikwa chini ya vifusi ya majengo ambayo yaliweza kuharibiwa kutokana na mashambulizi ya angani. Unaweza kutuachia maoni yako hapa ndani ya Stream K.